karibu sana na asante sana mheshimiwa kwa kutenga muda wako kwa ajili yetu. Shule ya Liberman Viziwi ni shule inayomilikiwa na shirika la mapadri wa Roho Mtakatifu Spiritans kanda ya Tanzania. Shule hii ipo kata ya Kawe, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Shule ilisajiliwa rasmi tarehe 11 mwezi wa 9 mwaka 2019 na kupewa namba za usajili EM 17973. Lengo la kuanzisha shule hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika la mapadri wa Roho Mtakatifu Spiritans kwa asili yake wanatoa utume wao kwa watu ambao jamii inashindwa kuwafikia kwa urahisi kwa huduma mbalimbali za msingi, yaani marginalized people. Hivyo kusudi kubwa la kuanzisha shule hii ni kama ifuatavyo. Moja, kuunga mkono jitihada za serikali katika kutoa elimu bora kwa watoto wa Tanzania hasa wenye mahitaji maalum kama vile viziwi. Kwa nyakati zetu hizi, shirika limetambua magumu yaliyopo au yanaweza kuwepo katika jamii nzima ya Kitanzania kwa kutoa elimu bora kwa hawa watoto walemavu viziwi. Aidha, shirika limekusudia kuwa kiungo kwa watu wote wenye mapenzi mema, yaani wafadhili, wenye nia ya kusaidia familia zilizo duni na zenye watoto walemavu kwa kuwapatia ufadhili na udhamini watoto hao ili wapate elimu bora na kufurahia maisha aliyokusudia Mungu kwa mwanadamu tangu mwanzo. Pili, kuwafundisha maadili mema watoto hao kwa kuwafanya wakubalike katika jamii. Tatu, kugundua na kuendeleza vipaji vya watoto kadiri wanavyokuwa kupitia michezo na shughuli mbalimbali zilizopo nje ya mtaala wa masomo na kuwajengea uwezo wa kumudu matumizi ya kompyuta na tehama kwa ujumla ili kuenenda na ulimwengu wetu wa leo. Aina ya shule na uwezo wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule hii ni ya kutwa, awali na msingi mchanganyiko ambayo inatumia lugha ya Kiingereza kama lugha ya kufundishia na kujifunzia, yani English Medium School. Shule hii ndiyo shule pekee ya viziwi inayotumia mtaala wa Kiingereza katika kufundisha na kujifunzia hapa nchini. Shule hii ina uwezo wa kuchukua wanafunzi wapatao 365 kama ilivyo kwenye cheti cha usajili, yani kuanzia ngazi ya awali mpaka darasa la 7. Kwa hivi sasa tuna jumla ya wanafunzi 80, wavulana 42 na wasichana 38 kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la 7. Tunayo matumaini makubwa kuwa wazazi wote wenye watoto wenye hitaji hili waliosahaulika katika jamii yetu wataendelea kupata ujasiri na kuwaleta watoto kwetu ili kwa pamoja tushirikiane kuwainua hao viumbe wa Mungu. Kauli mbiu, dhima na dira ya shule yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu yetu ni moyo mmoja, roho moja, one heart, one soul. Na dira yetu ya shule ni ya kuwa ya mfano katika masuala yote hapa nchini, hasa katika masuala ya taaluma na nidhamu. Aidha, tuna dhima ya shule, school mission, inayoamini katika kujenga nidhamu bora, uwajibikaji uliotukuka, ushirikiano wa dhati, kuwa na mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia, kuishi tunu za kiroho, uwajibikaji na uimarishaji wa nguzo za utawala bora kuwa ni silaha kuu katika kufikia dira hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, hadi sasa shule ina jumla ya walimu wenye sifa wapatao 14. Kati yao wanawake ni 8 na wanaume ni 6. Pia miongoni mwa walimu hao mmoja ni kiziwi. Kwa kuona hivyo tunafahamu watoto viziwi wanaweza. Kwa upande wa watumishi wasio walimu pia walimu wapo jumla ya watumishi 9 katika fani mbalimbali. Kati ya hao 5 ni wanaume na 4 ni wanawake na mmoja wa watumishi hao pia ni kiziwi. Miundombinu. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika la mapadri wa Roho Mtakatifu Spiritans limeweza kujenga miundombinu yote iliyopo kwa sasa, yakiwemo madarasa na ofisi mbalimbali. Tunamshukuru Mungu kwa sadaka hii kubwa na maono ya shirika hili kwa watawa wa kimisionari wa kiume. Utoaji wa elimu katika shule hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, shule hii inatoa elimu kwa wanafunzi viziwi bure kwa wanafunzi wote bila kujali madhehebu ya dini.
Elimu inayotolewa kwa wanafunzi wetu viziwi ni ile ya mtaala wa kawaida ulioidhinishwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na kupitia Taasisi ya Elimu Tanzania kwa shule za awali na msingi hapa Tanzania. Njia zinazotumika kupata fedha za kuendesha shule yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kule mwanzoni nilisema kuwa Shirika la Mapadri wa Roho Mtakatifu Spiritans ni kiungo kwa watu wenye mapenzi mema na walio tayari kusaidia jamii yenye mahitaji maalum marginalized. Hivyo shule yetu haitozi ada kwa ajili ya kugharamia elimu hii adimu kwa watoto wetu walemavu viziwi. Njia zinazotumika kupata fedha za elimu katika kuendesha shule yetu ni pamoja na kuomba misaada kutoka kwa wadau mbalimbali, misaada kutoka kwa jamii, yani charity contributions, kuomba misaada kutoka kwa watu wenye mapenzi mema, taasisi mbalimbali na mashirika mbalimbali. Ndiyo maana leo tumekuomba wewe pamoja na wadau wengine muhimu katika zoezi la kupata fedha za kununua vifaa maalum vya kielimu na saidizi pamoja na uendeshaji wa shule yetu kwa ujumla. Mpango kazi wa maendeleo ya shule pamoja na mpango kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia kamati yetu ya shule na jumuiya nzima, mpango wa maendeleo wa miaka mitatu umeandaliwa pamoja na mpango kazi annual action plan wa kutekeleza mpango huo. Maeneo ya kipaumbele yaliyoainishwa kwenye mpango kazi huo ni pamoja na kuboresha utoaji wa elimu bora, kuimarisha utawala bora katika ngazi zote, kuimarisha shughuli za michezo na sanaa, kushughulikia masuala mtambuka yani cross cutting issues, kuimarisha utekelezaji wa tunu msingi za Shirika la Roho Mtakatifu, nidhamu, maadili mema na masuala ya kiroho, ushauri na saa na unasii, kushughulikia masuala ya upatikanaji usafiri wa wanafunzi, kuendeleza ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya shule yakiwemo mabweni mawili ya shule, yani bweni la wavulana na bweni la wasichana. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, tutakosa fadhila kwa Mungu kama hatutamshukuru yeye kwa mafanikio tulionayo hadi sasa. Hapa nitaje tu mafanikio machache kwa kuonyesha moyo wetu wa shukrani kwa Mungu na kwa wale wote wanaotuunga mkono moja kwa moja au kwa njia tofauti. Mafanikio hayo ni kama ifuatavyo: uwepo wa Shirika la Mapadri wa Roho Mtakatifu Spiritans wanaobeba dhamana ya kuendesha shughuli zote za shule yetu hadi sasa. Hadi sasa shule ina madarasa ya kutosheleza kujifunzia na kufundishia. Pia wanafunzi wana uwezo mzuri wa kujieleza kwa kutumia lugha ya alama. Utawala wa shule yani school management umeweka utaratibu wa mafunzo ya lugha ya alama kwa wazazi kwa siku za Jumamosi. Mafunzo hayo yamerahisisha mawasiliano kati ya wazazi, walezi na wanafunzi wawapo nyumbani. Shule yetu pia imeweza kufanya ziara katika shule zenye watoto viziwi kama wanafunzi wetu ili kubadilishana uzoefu na kujifunza zaidi juu ya namna ya kuendesha shule yetu. Pia mafanikio mengine, tumekuwa na maendeleo mazuri ya taaluma. Mfano, katika mtihani wa upimaji wa darasa la 4 ulioshirikisha shule zote hapa nchini, wanafunzi wetu wameweza kufaulu na kufanya shule kupata wastani wa alama B. Hakika disability is not inability. Mafanikio mengine ambayo tunayo, kumekuwa na ufundishaji na ujifunzaji mzuri ambao unawezesha wanafunzi kufanya vizuri katika masomo yao kupitia mitihani na majaribio wanayopewa mara kwa mara ndani na nje ya shule. Pia uongozi wa shule umeweza kuajiri walimu wenye sifa na umahiri mkubwa katika kufundisha watoto viziwi. Shule imeweza kununua vifaa vya kawaida vya kujifunzia na kufundishia kama vile vitabu kutoka Taasisi ya Elimu Tanzania. Tumefanikiwa kutoa darasa la 7 la kwanza ambao leo ndio wanahitimisha safari ya kuwepo hapa shuleni kupitia mahafali hii. Wanafunzi wetu pia wana uwezo wa kutamka na kusoma midomo, hivyo kumwezesha mwanafunzi
kufanya mawasiliano na mtu ambaye hana uelewa wa lugha ya alama. Hii inatokana na mbinu za ufundishaji bora wanazozitumia walimu katika ujifunzaji na ufundishaji. Changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, hakuna mafanikio yasiyokuwa na changamoto. Kwetu sisi Wakristo tunasema hakuna furaha ya Pasaka isiyopitia Ijumaa Kuu. Tuna baadhi ya changamoto zinazotuathiri katika utoaji wa elimu bora kwa watoto wetu hapa shuleni. Baadhi ya changamoto hizo ni kama ifuatavyo. 1. Ukosefu wa bweni kwa ajili ya wavulana na wasichana, hali inayopelekea watoto wetu wanachoka sana wanapofika shuleni kwa ajili ya kujifunza na wanapofundishwa. Pia ukosefu wa fedha za kutosha kuendeshea shule yetu, kwa kuwa misaada inayopatikana ni kidogo mno ikilinganishwa na mahitaji halisi ya gharama za uendeshaji. Kuna changamoto ya usafiri, kwani baadhi ya wanafunzi wanaishi mbali na shule ilipo na hivyo huchoka na kuathiri taaluma kwa kiwango kikubwa. Pia baadhi ya wazazi kushindwa kuwaleta wanafunzi kujiunga na shule yetu kutokana na umbali wa shule iliyopo, kwa kuwa na kipato duni kugharamia usafiri wa uhakika. Vile vile wanafunzi kutoka mikoa mbalimbali kushindwa kujiunga na shule hii kwa kuwa shule yetu ni ya kutwa. Mikakati ya kutanzua changamoto. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunamshukuru Mungu kwa fadhila ya matumaini tulio nayo, kwani tumaini halina taharishi. Tunaipata katika kitabu cha Warumi 5 mstari ule wa 5. Tuna imani kuwa hakuna changamoto isiyokuwa na jawabu. Hivyo tunayo mikakati ya kutanzua changamoto nilizozitaja hapo juu kama ifuatavyo. Shule inaendelea na utaratibu wa kuomba misaada kutoka kwa wadau wakiwemo wazazi bila kuchoka. Kwa mwaka huu 2025 tumedhamiria kuendelea kuomba misaada kupitia mahafali hii ya kwanza ya darasa la 7 ambayo tunaiadhimisha leo. Tunatafuta fedha pia kwa ajili ya kujenga miundombinu ya bweni. Hitimisho. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa unyenyekevu mkubwa tunakuomba uongoze harambee hii ili kupata fedha au vifaa maalum vya kielimu na saidizi za uendeshaji wa shule yetu kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kutoa wito kwa Watanzania wenye watoto viziwi kuwapa fursa ya kupata elimu katika shule mbalimbali zilizopo hapa nchini, hasa shule yetu ya awali na msingi Liberman Viziwi, kwani ulemavu sio kutokuweza. Disability is not inability. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunashukuru taasisi mbalimbali za kidini, za kifedha, watu binafsi, marafiki, mashirika mbalimbali waliotuitikia wito huu wa kuchangia na wanaoendelea kuchangia fedha na vifaa mbalimbali. Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Wagalatia sura ya 6 aya ile ya 9. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru tena kwa mara nyingine kwa kutenga muda wako na kushirikiana nasi katika kutoa vyeti kwa wahitimu wetu wa darasa la 7 la kwanza katika shule yetu hii na kutuongozea harambee yetu ya leo. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki. Imesomwa na Edisa Masawe, mwalimu mkuu shule ya awali na msingi Liberman Viziwi.